Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Na karibu mtazamaji wetu wa Fizi News 24. Fizi News 24 ni TV online ambayo inatutangazia kutoka mashariki mwa kidemokrasia ya Kongo. Tunakuletea habari mbalimbali. Leo msomaji ni mimi Lubunga Bakwa Lavua. Tunaanza na huko Fizi ambako magereza madogo ambayo yanawekwa na wazalendo kwa ajili ya kufunga raia sasa zimepigwa marufuku. Akiendelea na ziara yake katika wilaya ya Fizi akiwa na ujumbe mkubwa wa taasisi mbalimbali, naibu gavana wa mkoa wa Kivu ya Kusini Mheshimiwa wakili Jean-Jacques Elakano alifanya mkutano na waandishi wa habari siku ya Jumapili ya tarehe 29 Juni mwaka 2023. Lengo lilikuwa ni kuweka uwazi kwa umma kupitia vyombo vya habari baadhi ya maamuzi muhimu yaliyoafikiwa katika baraza la usalama la jiji lililofanyika siku ya Jumamosi tarehe 28 Juni 2025 katika jiji la Baraka. Kupitia mkutano huo uliokutanisha watu mbalimbali, azimio 3 zilichukuliwa na kutangaziwa kwa wananchi, nazo ni zifuatazo. Kwanza, kufutwa kwa magereza yote yanayosimamiwa na vikundi vya wazalendo katika jiji la Baraka na kote tarafani Fizi. Kumaliza kabisa mfumo wa utawala wa sambamba au usio rasmi, katika lugha ya Kimombo administration parallele, ambayo inaendeshwa na wazalendo katika jiji la Baraka na eneo lote la tarafa la Fizi. 3, kuondoa vizuizi vyote vinavyosimikwa na wazalendo barabarani ili kutoza pesa kwa raia kuanza katika jiji la Baraka na maeneo yote ya tarafa la Fizi. Kama sehemu ya utekelezaji wa maamuzi hayo, kamati maalum imeteuliwa chini ya uongozi wa meya wa jiji la Baraka makamo, ikijumuisha wanachama kutoka baraza la usalama ya mkoa wa Kivu ya Kusini pamoja na wataalamu maalum kutoka jiji la Baraka. Minembwe. Ndege moja ambayo ilikuwa inapeleka watu pamoja na mizigo toka Bukavu kuelekea Minembwe imefanya ajali na kusababisha maafa kadhaa. Kwa mujibu wa duru zetu toka mahali ni kwamba ndege hiyo ilikuwa ikitoka Bukavu kuelekea Minembwe ikiwa na watu pamoja na mizigo. Ilipotaka kuwasili na kutua kwenye uwanja mdogo wa Minembwe, rubani amekosa uwanja na kujigonga kwenye kilima pembezoni mwa uwanja huu wa Minembwe. Lakini hakuna maafa ya watu kufa au vitu kuharibika. Duru hizo zaendelea kusema kwamba ilipofika asubuhi hii ya tariki 30, ndege isiyokuwa na rubani nyingine au drone katika lugha ya Kimombo imewasili maeneo hiyo na kushusha mabomu na kuunguza ndege hiyo. Ndege hiyo kwa sasa imeteketea na haijulikane nini hasa kitu ambacho kilikuwa kikiletwa ndani ya ndege hiyo ambacho kililengwa kwa ajili ya kuiunguza. Na haijulikane wapi ndege hiyo isiyokuwa na rubani au drone imetokea na kuja kuunguza ndege hiyo. Upande wa AFC M23 Bare Twirwaneho haijasema lolote kuhusu ajali hiyo ya ndege, na ikiwa ndege hiyo ilikuwa ni ya wahasi hao au ilikuwa ya wafanyabiashara. Mengi zaidi kuhusu habari hizo za ndege tutakujia kwenye taarifa zetu za hapo baadaye. Tuende Kinshasa ambako Hippolyte Mfulu, mwakilishi wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema kwamba muungano wa AFC M23 unaendelea na upanuzi wake wa maeneo ambao ni ukiukaji wa wazi wa azimio ya 2723 ya Umoja wa Mataifa. Amesema hiyo nchini Kinshasa. Muungano wa FCM 23 unaendelea na kampeni yake ya kupanua maeneo ya uvamizi hasa kuelekea Luinja, Kasimba pamoja na Katangoto na Tuangiza, huku ukitishia mji wa Uvira ulio mpakani
mwa Burundi katika mkoa wa Kivu ya Kusini. Upanuaji huo unafanywa kinyume kabisa na masharti ya 8 ya azimio la Umoja wa Mataifa, na zaidi ya hapo muungano huo unaendelea kuimarisha utawala mbadala kwa kuteua viongozi wapya huko Goma, Kivu Kaskazini na Bukavu, Kivu ya Kusini, amesema Hippolyte Mfulu Kikonzila. Kwa niaba ya mjumbe huo wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo, amelalamikia vikali tabia hiyo, akisema ni ukiukwaji wa azimio ya Baraza la Usalama pamoja na tamko la kanuni la msingi lililosainiwa kati ya Kinshasa na Kigali. Ni takriban miezi 5 sasa tangu Baraza la Usalama lipitishe kwa kauli moja azimio ya 2773 tariki 21 Februari 2025 likitaka Rwanda na washirika wake 23 AFC kuondoa vikosi vyao kutoka katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aliongeza kuwa ukiukwaji huo mkubwa wa mipaka ya DRC unaendelea katika hali ya kuwajibika kabisa, hata baada ya Rwanda kusaini tamko la kanuni la msingi Washington tarehe 25 Aprili 2025. Kwa mujibu wake taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, makubaliano ya amani yaliyosainiwa kati ya DRC na Rwanda yalifikiwa baada ya siku 3 za mazungumzo ya kujenga juu ya maslahi ya kisiasa, kiusalama na kiuchumi kati ya wawakilishi wa DRC na Rwanda waliokuwepo jijini Washington. Makubaliano hayo yanajumuisha masharti kuhusu kuondolewa kwa wanamgambo, kupokonywa kwa silaha na uwezekano wa kuwaingiza katika mfumo rasmi wa kijamii kwa masharti maalumu, pamoja na mfumo wa pamoja wa kuratibu masuala ya usalama. Huko Katare, kama mpatanizi mwenza, ilichukua nafasi rasmi katika mazungumzo hayo ili wapokea rais wa Rwanda Paul Kagame na rais wa DRC Felix Tshisekedi katikati ya mechi huko Doha. Kwa mujibu wa maafisa wa serikali ya Trump, viongozi hao wawili huenda wakapokelewa na rais Donald Trump ikulu ya White House mwezi Juni mwaka huu tunao. Wakati Washington imefanikisha makubaliano kati ya Kinshasa na Kigali, Katare sasa itasimamia mazungumzo kati ya serikali ya Kongo na waasi wa M23, mazungumzo ambayo hadi sasa hayajaonyesha maendeleo yoyote. Tubaki tu kwa Kinshasa ambako makubaliano ya amani kati ya DRC na Rwanda sio kuuza rasilimali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndivyo amesema Therese Kaikwamba. Makubaliano yaliyosainiwa Ijumaa huko Washington kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Rwanda yanalenga amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na usiani kabisa na kuuza rasilimali zetu, amesema waziri wa mambo ya nje wa DRC Therese Kaikwamba. Akizungumza kupitia televisheni ya taifa RTNC, Therese Kaikwamba alisisitiza juu ya umuhimu wa kuheshimu makubaliano hayo ili kuleta amani ya kweli katika eneo hilo, kama ilivyopendekezwa pia na rais wa Marekani Donald Trump. Kama kungekuwa na kuuza rasilimali kama vile wengine wanavyodai kwamba tunauza rasilimali zetu kwa ajili ya amani, basi tungeanza kwa njia tofauti kabisa. Tungeanza kwa kuuza, lakini hiyo sio tuliyofanya leo, aliendelea kusema waziri huyo. Kwa mujibu wake, DRC na Rwanda wamesaini makubaliano ya amani yanayokusudiwa kumaliza mzozo uliodumu kwa takriban miaka 30. Katika hati hiyo hakuna kifungo chochote kinachohusiana na swala la kiuchumi au madini ya kimkakati. Makubaliano hayo
yako wazi kabisa, yanatoa msingi wa mazingira bora ambao tunaweza wavutia wawekezaji au kuendeleza uchumi unaosonga mbele. Amemaliza kusema waziri wa mambo ya nje nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumalize taarifa zetu na uko Kinshasa ambako mpinzani mkuu na kinara wa chama cha Ensemble pour la République Katumbi Moise Chapwe ameondoa ukimya wake siku chache baada ya makubaliano ya amani yaliyosainiwa huko Washington kati ya nchi ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika ukurasa wake wa Twitter au kwa sasa X, kinara huyo amesema kwamba ninapongeza Rais Donald Trump ambaye juhudi zake za upatanishi ziliwezesha kutiwa saini kwa makubaliano ya amani kati ya DRC na Rwanda huko Washington. Makubaliano hayo yanafungua mwangaza wa matumaini kwa eneo la mashariki mwa nchi yetu ambalo limekuwa likiungua kwa muda mrefu. Kwa miaka mingi tumekuwa tukisisitiza kuwa amani ya kweli haiwezi kujengwa kwa silaha wala kwa vurugu, bali kupitia mazungumzo, haki na utawala bora. Huo ndio msimamo wetu tangu mwanzo na tutaendelea kutetea kwa imani thabiti. Vita hivi kwa upande mwingine vimekuwa kisingizio cha utawala kuwakandamiza wananchi, kuwatesa waandishi wa habari, upinzani na kufanya kukamatwa kiolela na kinyume cha sheria. Tumaini letu ni kwamba mwisho wa vita hivi utaambatana na kurejea kwa utawala wa kidemokrasia. Kuanzia sasa hakuna visingizio tena vya kushindwa kushughulikia mahitaji ya msingi ya raia wa Kongo: ajira, usalama na chakula, afya, elimu, maji na umeme, barabara na kadhalika. Tuna matumaini pia kuwa utawala utaweka kikomo kwa matatizo ya ukosefu wa usalama katika miji yetu mikubwa ikiwemo Kinshasa. Ni juu ya Wakongo kuzungumuza, kusameana na kupatana kupitia mazungumuzo jumuishi ya Senko SCC ili kujenga upya taifa lenye haki, nguvu na msimamo. Amemaliza kusema kwenye ukurasa wake wa X Mheshimiwa Moise Katumbi Chapwe, akiwa ni kinara wa chama cha upinzani nchini Kongo Ensemble pour la République. Mpaka hapa ndio mwisho wa taarifa zetu za leo ambazo zimesomwa nami Lubunga Bakwa, La Voix du Tombwe. Hii ni TV yako Fizi News 24. Endelea kutusikiliza, pia kutufuatilia kila siku. Usikose pia kusambazia wengine ili wapate taarifa za ukweli kabisa. Bye. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.